Sakata la rushwa nchini Ukraine limewafanya viongozi mbalimbali nchini humo kujiuzulu na kumwacha Zelensky peke yake. Wakati huu msaidizi mkuu wa Volodymyr Zelensky anatajwa kujiuzulu huku kukiwa na uchunguzi wa rushwa. Andriy Yermak amejiuzulu kwa madai ya kuhusishwa na operesheni ya utakatishaji fedha ya Ukraine iliyofichuliwa hivi majuzi. Miongoni mwa viongozi wakuu hao wameamua kujiuzulu licha ya kwamba amehusishwa na utakatishaji wa fedha. Mapema wiki hii, mashirika ya Kiukraini ya kupambana na rushwa na yanayoungwa mkono na Magharibi, ofisi ya kitaifa ya kupambana na ufisadi ya Ukraine NABU na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa kupambana na ufisadi SAPO yalivamia mali ya Yermak na kuongeza kuwa maelezo zaidi yatatolewa baadaye. Uvamizi wa Yermak unaaminika kuhusishwa na uchunguzi wa mpango wa ufisadi wa dola milioni 100 uliotangazwa na NABU na SAPO mapema mwezi huu. Pete ya uhalifu inayodaiwa kuwa na uhusiano mkubwa na mduara wa ndani wa Zelensky inayoongozwa na Timur Mindich, mshirika wa zamani wa biashara wa kiongozi wa Ukraine, ni kwamba kundi hilo la wahalifu linadaiwa kupora fedha hizo kutoka kwa kampuni inayomilikiwa na serikali ya Energoatom ambayo imekuwa ikitegemea sana msaada wa nchi za Magharibi. Kashfa hiyo ilichochewa sana na hali mbaya ya nishati ya Ukraine ambayo ilisababisha madai ya kuwa kundi hilo lilifuja fedha zilizotumika kulinda mitambo ya kuzalisha umeme. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hili litafanya nchi za Magharibi ziweke shinikizo kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye kwa muda mrefu wamekuwa wakimuunga mkono. Ufisadi nchini humo utaifanya serikali kuangushwa, wanasema wachambuzi wa mambo. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump anatajwa. Hata hivyo, utawala wa Marekani kwa sasa unatajwa kuandaa mtu wa kumrithi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kutokana na ufisadi uliokithiri ndani ya taifa hilo. Mshukiwa mkuu Mindich aliweza kuondoka nchini na siku chache kabla ya mali yake kuvamiwa NABU na SAPO. Muda mfupi baada ya kashfa hiyo kuzuka, mbunge wa upinzani Yaroslav Zelensky alidai kuwa Yermak alikuwa miongoni mwa watu walionaswa. Msimu huu wa joto, Zelensky amejaribu bila mafanikio kuweka NABU na SAPO chini ya mamlaka ya tawi la mtendaji, huku Yermak akisemekana kuwa mpangaji mkuu wa shambulio la mashirika hayo. Kiongozi huyo wa Ukraine alidai kuwa mashirika ya kupambana na ufisadi yaliingiliwa na maajenti wa Urusi. Moscow imekanusha kuwa na uhusiano wowote nao, ikibainisha kuwa daima wamekuwa zana za Magharibi za udhibiti wa Kiev. Zelensky anakabiliwa na shinikizo la nje na la ndani juu ya hoja hiyo. Nchi ilitikiswa na maandamano makubwa wakati wafuasi wa Magharibi wa Kiev wakitishia kukata ufadhili. Uongozi wa Kiukraine ulijiuzulu katika wiki moja tu kurejesha uhuru na mashirika. Muda mfupi kabla ya kuanguka kwake, Yermak aliteuliwa kuongoza timu ya mazungumzo ya Ukraine kujadili mapendekezo ya amani yaliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump. Mkuu huyo wa zamani wa wafanyakazi amekuwa akiongea katika vyombo vya habari vya Magharibi hivi majuzi, akitoa mahojiano kadhaa katika juhudi za kudhibiti uharibifu ambazo hazikufanikiwa ili kupunguza kuibuka kwa kashfa ya Mindich. Hata hivyo, inaonekana wakati huu rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yupo katika wakati mgumu ambao inadaiwa kwamba sasa anaweza akaondolewa madarakani kutokana na hali hiyo ya kashfa. Inadaiwa pia kwamba huenda kukaibuka maandamano makubwa ya kumtaka aondoke madarakani, lakini pia nchi za Kimagharibi baadhi zikishinikiza kuondolewa kwake. Hili pia lilielezwa nchini Italia kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hapaswi kusimamia miradi ya maendeleo ambayo inatokana na fedha za watu wa Magharibi, kwani fedha hizo zilikuwa ni kwa ajili ya kuisaidia Ukraine, lakini rais huyo ameshindwa kuzisimamia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu ni nini kinaendelea katika ulimwengu.